Karibuni sana. Asante. Dada Yasinta, karibu. Umetokea wapi na umetusikia wapi? Mimi hapa nimetokea mkoa wa Njombe. Ndio. Ulitusikia wapi? Nimewasikia kwenye mtandao. Lengo lako la kuja hapa ni nini? Lengo langu niweze kupata mtaji nifanye biashara. Okay. Ulishawahi kufanya biashara yoyote? Ndio. Ikawaje? Nilikuwa nafanya biashara huko niliolewa ila tuliachana. Okay. Una watoto wangapi? Wawili. Watoto wako wapi sasa hivi? Wapo kuna baba yao. Baba yao. Wewe ndio ulioondoka. Kawaacha watoto. Ndio. Wanaendelea vizuri? Ndio, wanaendelea vizuri. Huwa unawaona? Ndio. Huwa nawapigia simu. Nawapigia simu. Usiku kwenda kuwaona watoto wako? Naruhusiwa. Okay. Vizuri. Kwa hiyo ulikuwa unafanya biashara gani huko? Nauza mahitaji ya nyumbani. Okay. Sasa ikawaje? Kwa nini uendelee na biashara? Kwa nini ukiachana na mwanaume unarudi unaanza na moja? Yaani tulikuwa tunafanya biashara wote pamoja ila sasa ila zilikuwa sijajua yeye anazifanyaje. Maendeleo yalikuwa hayaonekani. Hayaonekani? Kama mlikuwa mnafanya biashara pamoja, inakuwaje maendeleo hayaonekani? Yaani hela zilikuwa zinaenda wapi? Mlikuwa mpati wateja, mlikuwa hamuuzi au shida ni nini? Tulikuwa tunauza. Na wateja tulikuwa nao wengi ila sasa yeye akawa mambo mengi. Mambo mengi. Mara anabeti. Anabeti. Alikuwa anabeti analiwa. Kwa hiyo biashara ikawa inazidi kudidimia. Wewe sasa kama mwanamke ulikuwa unamshaurije mumeo? Nilikuwa namshauri kwamba aache kubeti. Tukakaa na vikao vya familia kuhusu issue yake ya kubeti. Kwamba inawarudisha nyuma. Alafu yeye akafanyaje? Alikubali lakini tukazidi kuendelea hivyo hivyo nikaona hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Sasa sijajua kama aliniambia ameacha. Sasa sijajua alikuwa anaziwekaje hela. Kwani wewe mwenyewe si uko pia kwenye biashara? Ndio. Ukifanya mauzo unajua leo tumeuza vitu gani vimepungua dukani, inabidi viongezeke. Yaani wewe ulikuwa hushiriki kwenye biashara moja kwa moja ukajua tumeingiza kiasi gani. Na hizi hela tulizoingiza zinatakiwa ziende zikafanye nini? Labda tuna maendeleo haya tunatakiwa kufanya kwenye familia, tuna mahitaji haya. And then biashara inabidi tuweke mtaji uendelee kukuza biashara. Yaani sio kwamba mnachukua hela zote mnakula. Sasa iweje wewe kama mwanamke? Hapa naona kuna shida kwa wanawake wengi sana. Ndio. Wanafanya biashara na waume zao lakini hela hazionekani. Yaani wewe unakuwa huruhusiwi kushiriki katika kufahamu pesa zinakwenda kwenye nini. Hilo swala ndo tumelijadili muda mrefu na yeye akawa anasema sielewi. Ila nilivyofanya uchunguzi, yani kama sio kuna sehemu alikuwa anaziweka. Anaziweka? Ndio. Anawekaje? Okay, let's say leo mko dukani siku nzima. Mkifunga duka mna pesa mnaacha dukani au yeye anaondoka nazo au wewe ndio unaondoka nazo? Yani mpango wa hilo ulikuwa ni akishauza wewe ulikuwa uzi. Tulikuwa hivi, anawahi yeye kazini. Akiwahi kazini mimi nabaki nyumbani na napika chai naandaa watoto. Muda fulani na mimi naenda kazini. Nikifika pale ananiambia mauzo ndo haya. Kwa hiyo nauza muda fulani ukifika kwenda kupika nyumbani naenda napika. Hivyo. Sasa tukawa tunaenda biashara ikawa inazidi kuporomoka. Okay. Ulikaa naye muda gani? Tumekaa naye miaka 10. Miaka 10. Kwa hiyo 2015 hadi mwaka huu 2025. Ndani ya hiyo miaka 10 kwa hiyo wewe uliondoka na nini? Ukiachilia mbali watoto. Umesema watoto wangapi mlizaa? 2. Watoto 2. Okay. Mimi niliondoka tu na nguo zangu nikasema vingine vitaendelea kusaidia kwa ajili ya watoto. Lakini hivyo vya kusaidia kwa ajili ya watoto je vilikuwepo? Maana unasema kwamba ndio tulikuwa tumejenga nyumba. Ile nyumba hatujajenga, tulinunua milioni 4. Tulinunua nyumba. Tulikuwa na hiyo biashara pia. Yaani pesa ambazo zilinunua nyumba zilitoka wapi kwenye hiyo biashara? Yeye alikuwa nazo. Yeye alikuwa nazo. Zingine zilitoka kwenye biashara. Na mimi kidogo niliuza viti. Uliuza nini? Miti. Maana nilikuwa nafanya kazi za ndani kabla hajanioa. Okay. Kwa hiyo nilinunua miti ile ya mbao ile. Kwa hiyo ulivyofika muda wa kununua nyumba hela ikawa ina short. Kwa hiyo nikaongezea pale. Ndio tukanunua ile nyumba. Okay.
Kwa hiyo sasa hivi ile nyumba umemwachia? Kila kitu umemwachia kila kitu? Nikasema nijianze upya. Wewe ndio uanze upya. Sasa kwa nini wanawake ndio waanze upya kila siku? Wewe kwa nini ukoona kama unahitaji upate na wewe kitu cha kwenda kuendelea na maisha? Kwa sababu wewe unaanza upya, mwenzio anaendelea na maisha. Mimi nikasema tu nisamee niachilie. Kwa hiyo wanawake tu ndio wanatakiwa wasamee waanze upya, lakini wanaume wao maisha yao yanaendelea. Kusamee inategemeana na mtu. Alivyo, wengine hawakubali. Wanasema hata mahakamani pia hatujaenda. Akasema nasamee tu. Ukasamee. Sasa kwa nini wewe katika kusamee kule mwanaume asiende akaanze upya? Wewe pale ubaki na watoto na uendelee na maisha na watoto kama yeye ambavyo amebaki pale na watoto, wewe ndio ukaenda kuanza upya. Kwa nini yeye ndio asiende kuanza upya? Kwa sababu yeye alikuwa anasema nisiondoke niendelee kubaki. Kwa hiyo hakutaka muachane. Sasa wewe nini ulieni kilichokufanya ukaona nini hapana kwenye hii ndoa sitaki kubaki? Ndio hivyo, yani hela pia na tabia. Tukua mara kwa mara tunagombana. Yani ugomvi wa hapa na pale. Maelewano. Yani tukua tunapishana, mwingine akienda kulia, mwingine anaenda kushoto. Tujaribu tu yote kulia, inakuwa inashindikana. Dada Sinta, napenda sana hichi kipindi kwa sababu kinagusa maisha ya watu na maisha yako sio yako peke yako. Kuna wanawake wengi pia wanapitia maisha kama haya na wanaamua kwanza upya. Kwanza upya sio ujinga, lakini pia inabidi tujitahidi kujifunza kutokana na makosa. Kwa mfano wanawake ambao bado wako katika mazingira ambayo ulikuwa kuna kitu cha kujifunza kutoka kwako. Na kama nilivyouliza maswali ya kichokozi kwamba kwa nini kila siku wanawake ndio wakaanze upya. Kwa hiyo inabidi wanawake waanze kujifunza kwamba hatuko mbinguni, tunaishi duniani na duniani tunaishi na binadamu. Wewe unajitoa kwa moyo wote, mwenzako anajitoa nusu nusu. Kwa hiyo unashangaa mnafanya biashara, pesa hazionekani, maendeleo hakuna, mwanaume ni kubeti, wengine ni kunywa pombe, wengine ni umalaya. Kwa hiyo wewe unakaa kwenye ndoa miaka 10 huna ulichoambulia. Umeona dada Sinta umeondoka na nguo zako. Kwa hiyo hii ni huu ni wito kwa wanawake kwamba unapoolewa sawa, ni vizuri kabisa uende na akili ya kwamba endapo haya mahusiano yakikatika mimi siendi kuanza moja. Nasikia mimi pia nimeshatoka kwenye mahusiano mabovu lakini sikuanza moja. Niliendelea na maisha. Kwa hiyo inatakiwa mwanamke unapotoka kwenye mahusiano ambayo unaona kabisa kama unavyosema, mimi naenda kushoto mwenzangu anaenda kulia. Mimi nikienda kulia mwenzangu anaenda kushoto. Yaani kwamba hatuko pamoja. Hayo mahusiano pia hayafai. Lakini sasa usiwe kila siku wewe mwanamke ni wa kuanza na moja. Kwa hiyo tunapokaa kwenye mahusiano lazima tuwe na akili ya kufikiria kuna kesho na kesho kutwa. Kwamba haya maisha ikitokea kwamba haya mahusiano yameshindikana kutokana na kwamba kama nilivyosema tunaishi na binadamu. Tena binadamu ambao ni vigeugeu, itakuwaje? Lazima ujiwekee. Kwa hiyo usije ukarudia tena hayo makosa. Nasikia? Maana unaweza ukajikuta wewe kila siku ni wa kwanza na moja. Utaolewa tena kwa sababu lazima uolewe. Wewe ni mtoto wa kike, wewe ni mwanamke, si ndio? Haimaanishi uliposhindana na mume wako huyo kwamba kuna wanaume wote ni wabaya, hapana. Utakutana na mwanaume ambaye mtaelewana, lakini hakikisha akili alizokupa Mungu unasitumia. Utafanya biashara lakini kwenye ile biashara usiwe mjinga. Fuatilia vitu vinakwendaje. Fedha zinakwenda wapi? Mnafanya maendeleo pamoja, mnanunua nyumba. Kwenye hiyo nyumba mmenunua majina yote mawili. Sio mwanaume anaandika tu jina peke yake alafu siku ya siku anabaki navyo vyote. Hapana. Kwa hiyo kwenye maendeleo mnayofanya wewe usibaki nyuma. Ni maendeleo ya nyinyi wote wawili. Ili siku ya siku mambo yameshindikana na wewe unapata haki yako, unaweza kuendelea mbele na maisha, sio kwenda kurudi kuanza na moja. Umeelewana? Nafanya hivi kusisitiza kwa sababu najua kuna wanawake wengi wanafuatilia hichi kipindi na wanajifunza kutokana na hizi stories za wadada ambao wanakuja hapa. Wadada wanaokuja Wadada Center sio wajinga, sio kwamba walikuwa hawana kazi, hawana biashara, walikuwa hawana maisha. Ni kwa sababu ya changamoto ambazo wakati mwingine Biblia inasema watu wangu wanaangamia kukosa nini? Maarifa. Maana wewe ungekuwa pale kwenye biashara na wewe unashiriki kuhakikisha kwamba mimi siwezi kukaa na mtu ambaye ni wakubeti tu, au hii biashara tunayofanya siwezi kukaa hapa afu sijui hela zinaenda wapi. Wanaume wanakuaga wengine ndio hao wasiojielewa, hela anachukua anaenda
wanachoma moto kwenye mabetting huko. Wengine wanachoma kwenye maukahaba wao huko. Wakati mna familia, mna watoto. Unaona? Kwa dada Yasinta, hizo ndo changamoto za dunia, lakini umejifunza jambo. Lazima ujifunze, ukidondoka unyanyuke. Na kupongeza, umekuja Wadada Center. Tayari umenyanyuka. Umesema kwamba ngoja sijakata tamaa, ngoja nianze tena. Lakini sasa uwe na macho yako yawe, yani na masikio. Vyote kwa pamoja. Usiende tu hivi kama vile uoni kama kipofu. Sawa? Sawa. Ukienda kwenye maisha kama kipofu kila siku utakuwa wewe ni wa kwanza moja. Haya, sasa hapa unatafuta mtaji, si ndio? Ndio. Kiasi gani? Nataka nianze mtaji wa kuanzia milioni 5. Milioni 5. Okay, sawa. Haya, karibu. Hapa kwetu taratibu zetu ndio hizo tulizoziweka kwenye mkataba. Tunapenda kufanya kazi kwa uaminifu. Unapokwenda kazini, umesaini mkataba wako wa mwaka, nenda kakae vizuri na mabosi wako, fanya kazi vizuri, pesa utapata. Tunapata pesa kwa kufanya kazi. Tena kwa kufanya kazi kwa bidii, lakini na kuwa mwaminifu unapokuwa kule kazini. Utafanikiwa. Mradi wetu ni mradi mzuri sana, umesaidia maelfu ya wasichana, na wewe utakusaidia. Lakini cha muhimu uzingatie tuliokubaliana kwenye mkataba. Ukifanya hivyo hakuna shida. Wote tutafanikiwa. Haya, karibu. Asante.